Habari na karibu mtazamaji wa Tugenda TV katika mwendelezo wa matukio mbali yanayotokea nje na ndani ya Tanzania. Kubwa hii leo ni joto la mechi kati ya Simba dhidi ya Yanga ambayo itakayopiga Benjamin Mkapa majira ya saa 1 ya usiku. Lakini kwenye chapisho lao la kupitia ukurasa rasmi wa Instagram wa klabu ya Simba wamechapisha taarifa hii kwa umma. Inasema kuwa Simba Sports Club inasikitishwa na vitendo visivyo vya kiungwana dhidi ya timu yetu kuelekea mchezo wa ligi kuu NBC dhidi ya Yanga, Simba ikiwa timu mgeni. Kwa mujibu wa kanuni ya 17/45 ya kanuni za ligi kuu bara, timu mgeni ina haki ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda tarajiwa wa mchezo husika. Kwa makusudi, Simba imenyimwa haki hiyo licha ya kufika uwanjani katika muda husika. Katika sitofahamu hiyo, Simba iliarifiwa meneja uwanja kuwa hana maelekezo ya kuruhusu mazoezi kufanyika bila maelekezo ya kamishna wa mchezo pamoja na kamishna wa mchezo husika kufika. Mabaunsa wa klabu ya Yanga walivamia msafara wa Simba huku wakiendelea na vurugu na wakizuia msafara wa Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Jitihada za Simba kupata ufumbuzi wa changamoto hiyo hazikuzaa matunda kwa zaidi ya masaa mawili kabla ya Simba kuondoka eneo la nje ya uwanja kwa sababu ya kiusalama ambazo zimerekodiwa kwa ajili ya ushahidi. Kufuatia ukiukwaji huo na taratibu za michezo, Simba haitoshiriki mchezo husika na haki zote zimehifadhiwa. Simba inahimiza kuchukuliwa kwa hatua stahidi dhidi ya wahusika wote wa sakata hili. Hiyo ndo taarifa ambayo walituma mapema asubuhi ya leo, ambapo jana walizuiwa kwenda mazoezi kabla ya mchezo husika. Je, Simba atapeleka timu uwanjani siku ya leo au atatupa taulo dhidi ya hapa? Mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu TPLB mzee Steven Mguto akiweka bayana kuwa mechi hii itafanyika ama haitafanyika. Sauti hii ni kwa hisani ya Majid kutoka EFM. Najua huo mgogoro na ujua na kwamba si kitu cha kupuuziwa. Ninachofanya asubuhi hii naitisha kikao cha masaa 72, ndio kamati inayoendesha ligi. Kwa hiyo tutafanyia kazi na umma utajulishwa nini kimefanyika. Mnakwenda kufanyia kazi kwa namna gani labda mwenyekiti? Hiyo sasa mimi nimekuambia tutafanyia kazi. Sasa usiniulize nafanya kazi kipi. Mpelelezi utamwambia unapeleleza kinamna gani? Kwa kesi yako naifanyia kazi, basi ngoja matokeo. Manake mnakutana na pande zote mbili, labda Simba na Yanga, kuzungumza nao. Unatuelekeza hivyo, lakini sisi tuna jinsi ya kazi. Neno lako sasa kwa Watanzania, kwa sababu ndo hawajui nini kinachoendelea. Wasubiri tu, ni kitu nyeti, kusema kweli si kitu cha kukidharau. Wanaweza kuwa Simba wanahoja, mwisho wa siku tutajua. Lakini yanayozungumzwa ni kwamba hawakutakiwa kufanya mazoezi jana, maanake walifanya mazoezi juzi, na utaratibu hata wakati tunapotengeneza kanuni na tukishazipitisha, kila mdau anapewa kanuni hizi. Na wewe kanuni utakuwa unayo. Umesoma kanuni. Kwa hiyo wewe soma kanuni, utajijibu hiyo swali. Kanuni nimeisoma mwenyekiti. Kama umeisoma, kwa nini unauliza hizo swali? Sasa kanuni inasema hata kama timu itazuiwa kufanya mazoezi kuna adhabu zitatolewa. Sasa na timu manake itatakiwa icheze mchezo. Tuache sasa tukae tufanye maamuzi. Mnakaa kufanya nini wakati kanuni zipo? Timu wasipoenda uwanjani, hata mtu akikosa wewe unalipuka tu unasema na kufungia miaka 10. Si mnakaa mnaangalia? Na unaangalia kwa nini huyu mtu kafanya hiki na kwa nini huyu kafanya hiki. Na baada ya siku si ndio mnafuata kanuni na waongoza katika kufanya maamuzi.
Yaani swali langu mwenyekiti ni kwamba kanuni zipo, timu ikizuiwa kufanya mazoezi na mwenyeji wa mchezo, manake kuna mkija kukaa kuna adhabu mnatoa. Lakini hawa Simba wameandika kwamba wapeleki timu. Manake nyinyi kama bodi simngewaacha. Sasa hilo wewe utendaji wa Simba unaujua? Mimi siujui utendaji wao. Wameona hivyo walete malalamiko, na hayo malalamiko tunayapokea na tutayafanyia kazi. Kabla siku haijaisha mtakuwa mmeshapata majibu. Fuatilia kupitia Tugenda TV ili tuweze kukuletea update nzima ya mchezo huu wa Simba na Yanga, dabi ya Kariakoo. Na kushauri tusisahau kusubscribe, kushare na kulike Tugenda TV kwa habari na matukio mbali.